Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tusikilize tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 11 ya mwezi wa pili. Utakatifu ni lengo la kila mmoja. Hata hivyo, ni muhimu kuliweka lengo hili taratibu ndani ya moyo. Utaratibu ni lengo la kila mmoja. Hata hivyo, ni muhimu kuliweka lengo hili taratibu ndani ya moyo. Ndugu mtazamaji, nawe msikilizaji, upokee salamu za amani na baraka tele kutoka kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Leo tunatafakari kwa kina fundisho la Mtakatifu Gaspari del Bufalo linalotukumbusha ukweli muhimu sana wa maisha ya Kikristo, kwamba utakatifu ni lengo la kila mmoja. Hata hivyo, ni muhimu kuliweka lengo hili taratibu ndani ya moyo. Maneno haya siyo tu wito, bali ni mwaliko wa safari ya ndani, safari ya moyo unaojifunza kumpa Mwenyezi Mungu nafasi ya kwanza. Na kupitia hapa tunajifunza kwamba utakatifu sio wa wachache, bali ni wa wote. Ndugu zangu wapendwa, mara nyingi utakatifu huonekana kama kitu cha watawa, mapadre au watakatifu waliotangazwa rasmi. Lakini Mtakatifu Gaspari del Bufalo, padre na mwanzilishi wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu, anatukumbusha kwamba utakatifu ni lengo la kila mmoja, na Biblia inatuthibitishia haya inaposema, maana huu ndio mpango wa Mungu, mtakaswe. Tunayapata haya kutoka katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 4 aya ya 3. Hii ina maana kwamba popote ulipo, katika familia, kazini na hata katika magumu ya maisha, umeitwa kuwa mtakatifu, sio kwa sababu wewe ni mkamilifu, bali kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuita uishi karibu naye. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anasema, basi iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Injili Mathayo sura ya 4 aya ya 48. Ndugu zangu, huu ni mwaliko wa upendo, sio shinikizo. Ni mwaliko wa kukua taratibu, na hivyo tunapaswa kuifanya mioyo yetu iwe mitakatifu. Pili, tunajifunza kwamba utakatifu unaanzia moyoni kwa mtu mwenyewe. Mtakatifu Gaspari del Bufalo pia anasema hekima ni muhimu sana katika safari ya utakatifu. Utakatifu lazima uliwekee lengo taratibu ndani ya moyo. Moyo ni kiini cha maisha ya kiroho, na hapa ndipo maamuzi huzaliwa, ndipo nia hujengwa, ndipo Mungu huzungumza nasi. Neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Mithali sura ya 4 aya ya 23. Huwezi kuwa mtakatifu kwa matendo ya nje tu, bila mabadiliko ya ndani. Ndugu wapendwa, utakatifu wa kweli ni moyo unaojifunza kumpenda Mungu hata katika udhaifu wake. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu anatuahidi anaposema, nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Ezekieli sura ya 36 aya ya 26.
Tatu, tunajifunza kwamba taratibu, hatua kwa hatua, Mtakatifu Gaspari alikuwa mhalisia wa maisha na mfano bora. Alitambua na alifahamu kwamba utakatifu haupatikani kwa mkupuo, bali ni safari inayoenda hatua kwa hatua, lakini ni za kudumu. Mtume Paulo anasema, nina hakika ya jambo hili, yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu ataimaliza mpaka siku ya Kristo Yesu. Wafilipi sura ya 1 aya 6. Ndugu mpendwa, usikate tamaa kwa sababu unaanguka. Mungu hafanyi kazi kwa haraka ya kibinadamu, bali kwa upendo wa milele. Kila sala fupi, kila juhudi ya kujizuia, kila tendo la upendo ni hatua kuelekea utakatifu. 4, tunajifunza kwamba neno la Mungu na sala ni nguvu ya safari ya utakatifu. Ndugu zangu wapendwa, haiwezekani kuzungumzia utakatifu bila kutaja neno la Mungu na sala. Mtakatifu Gaspari del Bufalo alikuwa mtu wa neno la Mungu na wa sala, hasa akitafakari damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kama chemichemi ya utakaso. Yesu mwenyewe anasema, neno lako ni ukweli, watakase kwa ukweli. Injili Yohane sura ya 17 aya 17. Na Mtume Paulo pia anatuhimiza, ombeni bila kukoma. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya ya 17. Ndugu zangu, sala itubadilishi mara moja, bali utufanya tuwe tayari kubadilishwa. Mpendwa mtazamaji, nawe msikilizaji, unakumbushwa kwamba unapaswa kuanza leo na usingoje ukamilifu. Mtakatifu Gaspari del Bufalo anatuita tusisubiri kuwa wakamilifu ndipo tuanze kuwa watakatifu. Mungu anatuita leo tuanze kwa kuweka lengo moyoni. Nataka kumpendeza Mungu. Biblia inatuhakikishia kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Mathayo sura ya 5 aya ya 8. Basi ndugu zangu wapendwa, kila mmoja anapaswa kujiuliza, je, moyo wangu unalenga utakatifu? Je, ni hatua gani ndogo Mwenyezi Mungu ananiomba leo? Mwenyezi Mungu hakutaki uwe mtakatifu kesho, anakutaka uanze sasa kwa neema yake. Mungu Baba, jalie mioyo inayokutafuta, mioyo inayokuwa taratibu katika utakatifu, kwa mfano wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo. Tufanye tuwe vyombo vya upendo wako leo na siku zote. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Alfred Cyprian Mahwela, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu. Imarisha imani yako.